katika tukio hili bila kusita wala bila usumbufu wala bila kuona, mnyenyekevu kwa kweli, alikubali kwamba alikuja. Na hivyo kwa namna pekee sana kama unavyoona tuko pamoja naye. Wangapi wamefurahi kuwa pamoja naye? Na wangapi wanamkaribisha? Asante sana, asante sana. Mgeni wetu rasmi kwa majina, kwa faida ya wale ambao hawajawahi kuona naye na wasiomfahamu, yeye anaitwa Masengi Joel Maua. Ni kiongozi wetu mkuu wa kituo cha Mwaya, mkuu wa kituo cha polisi Mwaya. Wangapi wamefurahi kuwa naye? Basi kwa namna pekee sana nachukua nafasi hii kumkaribisha aweze kuzungumza na mkutano. Asante. Bwana ni mwema wakati wote. Viongozi wakuu, wahitimu, wageni waalikwa, wanafunzi, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Kama hivyo nitambulisha mkuu wa kanisa, kwa majina naitwa Assistant Inspector Masengi Joel Maua, ni mkuu wa kituo cha polisi Mwaya, na pili ni mkaguzi kata Mwaya. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia uhai kufikia siku ya leo, sababu bila yeye siku ya leo tusingeiona. Na huko tumekusanyika hapa na watu wengine wako hospitalini. Tukienda moja kwa moja bila kupoteza muda kwa vijana wetu waliokutanisha hapa ambao ni wahitimu wa kidato cha 6, nachopenda kuwaasa vijana wetu ni kwamba yale yote ambayo kiongozi hapa ameelezea, kwaya zimeimba, watu mbalimbali wameyatoa kuhusiana na kuwaasa nini, maneno hayo inabidi myasikilize, kwa sababu anasema asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Sasa ukitoka mazingira ya shule hii ukaenda mtaani ukasema sasa umeshakuwa, ukajiingiza kwenye makundi ambayo sio mazuri, na uzuri kiongozi hapa ameelezea kwa mfano makundi ya uvutaji bangi, utajikuta umeingia sehemu ambapo hakutakiwi kuwepo. Kwa maana gani? Utawakuta walimwengu kule mtaani ambao wenyewe wameajiriwa kazi hiyo. Kwa hiyo unaweza kupoteza future yako. Na uzuri vijana mnaweza form 6, na tunatumaini wote hapa kwamba ninyi mtafaulu kwenda vyuo vikuu. Na huko vyuo vikuu ndio kuna mambo mengi, kama akili yako haijakomaa, ina maana unaweza kaacha hata ulichokuwa unafundishwa katika lezi juu, unashangaa unajiingiza kwenye vitu ambavyo havina msingi wowote kwako na havina malengo na wewe. Ulikuwa na ndoto kubwa, lakini ndoto yako inaweza ikafifia ikapotea kabisa. Kwa hiyo ninachoasa, kwa sababu umeshajengewa kutoka huku chini, viongozi wetu wa dini wamewalea katika malezi ambayo ni mazuri, ila naomba sasa hayo malezi ambayo umelelewa huku muendelee nayo hadi mwisho wa nini wa uhai wenu, ili mkaijenge Tanzania iliyo nzuri, mkajenge familia zenu ambazo ni nzuri, ambazo hazihusishi na uhalifu. Na imani kwamba mzazi anapopata kuleta maeneo kama hili, lengo lake ni kwamba apate matunda kutoka kwako. Sasa kama matunda hata yapata, sidhani kama roho yake itajisikia vizuri. Kwa hiyo nawaasa ndugu zangu, na kuelekea mitihani yenu, na mtakapomaliza mitihani yenu muishi katika njia ambayo ni nzuri yenye kumpendeza Mungu. Na sio tu vijana wetu hapa, hata sisi hapa tunatakiwa tuishi katika njia hizo hizo yenye kumpendeza Mungu. Tunachokiimba basi kiwepo akilini. Tusiimbe kitu lakini akili inasema vitu vingine. Na wote tunaamini kwamba kuna kiama, wote tunaamini kwamba siku ya mwisho tutachomwa
tunaamini kwamba siku ya mwisho wachezaji watachoma moto, basi tuendelee na kama Bwana anataka. Bwana ni mwema wakati wote. Bwana ni mwema. Lakini pia napenda kuasa vijana kwamba tunaelekea kipindi cha uchaguzi. Sasa tusije tukaingia kwenye mkuu wa vitu ambavyo vinatuhusu. Elewana vijana wangu, usije ukajikuta unaingiza kwenye shida ambapo shida hiyo utaipata wewe na mzazi wako. Utaipata wewe unayepambania na aliyekulisha maneno ambayo hatakiwi. Unajua kuna baadhi ya viongozi wanabrainwash watu. Wanapanikiza kitu, ile kitu inajaa moyoni, unaamini kwamba kile kitu ni nini? Ni sahihi, kumbe sio sahihi. Napenda kuwasihi vijana wetu kwamba maandiko yatuongoze, basi tuishi kama Mungu anavyotaka. Lakini kitu kingine ambacho napenda kuwaasa ndugu zangu ni kwamba vimekuwa vikitokea vitendo vya uhalifu huko mtaani, watoto wetu wanabakwa, wanafanywa nini. Basi tukae karibu na watoto wetu, tuwafundishe neno la Mungu ili mwishoni mwa siku wa watoto bora. Tusipende kuamini tu watu ambao mwishoni mwa siku wataharibu kizazi chetu. Mbali na yote, naenda moja kwa moja kwenye changamoto. Hotuba isiwe kubwa sana kiasi kwamba hadi tukasahau hata ambacho mtumishi hapa ametufundisha. Tumesikiliza risala ya wahitimu, wameelezea mambo mengi sana, lakini kwenye yale mafanikio walioelezea wamesema kuna changamoto. Sasa kwenye hizi changamoto kuna changamoto huwa haziishi kwa siku moja. Na hata ukiangalia nchi yetu ya Tanzania kwa ukubwa wake bado kuna changamoto zipo. Kwa mimi kama mgeni mwalikwa nitaangalia changamoto ambazo naweza kuzitatua, nitazifanyia kazi. Nyingine basi tutakuwa tunatatua polepole kwa jinsi Mungu anavyotujalia. Changamoto niliyoiona hapa ni Biblia 3. Nimeuliza hapa mtumishi akanieleza gharama zake, basi yeye nitalitatua. Changamoto nyingine ni punching machine pamoja na stapler. Hii nayo nitaitatua. Hii ukosefu wa t-shirt sijajua kwamba idadi tuko ngapi. Kwa nisiende moja kwa moja kwenye nini? Kwenye majawabu, lakini pale nitakapopata idadi na mtumishi hapa atakaponionyesha idadi, basi tutajua ni kwa namna gani, hata kama tutafi basi tutaipunguza. Kuna hii changamoto ya vifaa kama laptop. Tutashirikiana na viongozi, tutatafuta wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba tunaweza kuipata hii kazi ya Bwana iende mbele. Bwana ni mwema wakati wote. Nisiwachoshe sana, nashukuru sana na Mungu awabariki.